Mimi nadhani iko vizuri sana. Unajua kutokana na nini? Marefali kutoka nje ni mojawapo ya somo. Unajua kila kitu uweze kujifunzia nyumbani tu. Unabidi ujifunze kupitia sehemu mbalimbali, utoke ujifunze au kae nyumbani ujifunze. Marefa kutoka nje kwa ajili ya dabi inaleta faraja mara mbili. Kwa sababu gani? Marefa wa ndani wanakuwa wanaziharibu dabi. Kwa nini wanaziharibu dabi? Wanauyanga na Simba. Kama itatokea mtakao kwa amepointiwa kuchezesha dabi ni mtu wa Simba, ina maana atakuwa na bezi katika upande wa Simba. Hata mlipe kiasi gani cha hiyo hela ambayo anakuwa anapewa kwa ajili ya kuchezesha ile mechi. Kwa hiyo pia inapokuwa ni shabiki pia kindaki wa Yanga, unajua atabezi kwa upande wa Yanga. Kwa hiyo zikitokea mistake zozote, kwa sababu yeye ni binadamu, zikitokea mistake zozote ni lazima mtalaumu, kwa sababu mnakuwa mnamjua huyu ni mpenzi wa nini wa Yanga, ndio maana karibu mechi. Kwa hiyo kwenye dabi tu na mimi sana nilikuwa naliongelea sana, tunahitaji marefali kutoka nje kwa ajili ya nini? Kulinda furaha za Tanzania kwa ujumla, kwa sababu inapokuwa inacheza Simba na Yanga ujue Tanzania nzima inasimama, nje ya mipaka yetu inasimama, duniani kote inasimama, kwa sababu dabi ya Simba na Yanga duniani kote inajulikana. Ni dabi kubwa sana ambao yani inavuta hisia za watu wengi. Ujerumani, Marekani, wana Simba na Yanga wapo ambao wanakuwa nafuatilia kwa undani zaidi. Kwa hiyo wakiona mechi inaharibika au tunafikia hatua tunaharibu viwanja kwa ajili ya kuona ni uonevu, mimi nadhani inakuwa inalinda bado hadhi ya nini ya mpira wa Tanzania, ambao sana sana wanaouweka salama mpira wa Tanzania ni Simba na Yanga. Asikwambie mtu mimi siwezi nikaibeza Yanga au nikaibeza Simba. Mimi ni mwana Simba na mwana football ambao unajua kwamba nini nakiongea. Simba na Yanga ndio zinabeba tasnia ya mpira uliopo Tanzania au unaoona unachezwa Tanzania. Kwa sababu gani? Hata mchezaji gari yoyote unayomuona yuko Tanzania ujue utamkuta Simba au utamkuta Yanga. Kwa hiyo ili kulinda ile furaha na mengine yasitokee ni lazima tuwe tunapata marefali kutoka nje. Kwa hiyo mimi nalikubali, siwezi nikalipinga, ni sahihi. Kwa hiyo kuna namna kama marefa wa Tanzania sasa hivi hawaaminiki kabisa kuchezesha dabi. Nataka nikwambie kitu kimoja. Marefali wa Tanzania wanaaminika, ndio maana mechi nyingi wanachezesha wao, lakini sio dabi. Hii ni sasa unavyokuwa ni askari ambao bado hujaiva kiwa askari, wanakuambia kamkamate babako kaiba. Yule ambaye ana hofu sana huenda asiende kumkamata babake, anaweza akadinda kutoenda. Lakini askari aliyoiva atajua yeye amesaini kumkamata mtu aina yoyote, mhalifu aina yoyote. Hata babaka atamkamata, atamfikisha sehemu husika. Ubaba utakuja baadaye. Sasa hiki ninachokiongea mimi ndio kinachowashinda marefali wa hapa. Wanashindwa kujua kwamba yule yupo kwa ajili ya kusimamia sheria za mpira za uwanjani. Sawa? Ili azisimamie ataki kupendelea sehemu ambayo anakuepo. Kwa sababu uwezo kaniambia hakuna refali yoyote wa Tanzania ambao ni mzao wa Tanzania ambao ana Simba na Yanga. Hiyo uwezo kaniambia hakuna refali yoyote Mtanzania asiyokuwa na Simba na Yanga. Hayupo. Kwa hiyo inafikia hatua, na hapo msione kwa sababu marefa anafikia hatua hawashangilie. Kuna muda mwingine tunaona watu wanafungwa, unamwona refali anatabasamu. Ina maana anajiondoa kwenye askari ambao tunahitaji. Tunahitaji refali awe askari, kwamba mhalifu ni ndugu yake, amkamate ampeleke pale, ili aje arudi nyuma aanze kutafuta ndugu zake jinsi ya kufanyaje kumchomoa, lakini tayari keshafanyaje, keshamkamata. Kwa hiyo mimi ninachotaka niwaambie marefali hapa tunao na ni wazuri tu, lakini kwenye dabi zinawashinda kupitia nini? Mapenzi yao pia, na wenyewe wana mapenzi. Hilo tu ndio linalo waharibu. Lakini ukiniambia marefali hapa sio refali hapa, ni marefali, lakini dabi bado zinawashinda. Na sio hapa tu, hata nchi za wenzetu dabi zimewashinda marefali wanaotokana na nchi hizo. Kuna sehemu dabi hazichezwi kwa ajili ya vurugu, wanapigana, wanaharibu viwanja ambao watu wameinvest, wameweka hela ndefu, wanaharibu ili kulinda visizidi kuharibika na kulinda furaha. Sio kusema marefali wanaotoka nje hawezi kuharibu mpira. Hata Ulaya tunaangalia mechi za Arsenal. Kuna kipindi tunaona refa anaporonga, anachokifanya hamna. Ni mzungu yule, sio Mtanzania. Lakini ana ile ya kwamba huyu ni lazima afanye hivi. Anashindwa kuwa askari. Kwa hiyo mimi nahitaji marefali wapate kujifunza, wanyoke.
wajue kwamba sisi tusimamie sheria zetu 17 tuzisimamie ili tuweze kulinda furaha na tutulie. Suliona refali wa juzi aliochezesha dabi Zanzibar. Nataka nikwambie refali yule ni refali. Ana mapungufu kama binadamu. Kwa sababu gani? Kuna watu walifanya mzaa sana, walipiga sana viatu. Walipiga sana viatu mliviona. Yanga alicheza tough boot na Simba alicheza tough boot. Hajatoa kadi. Wale wote waliopewa kadi, kama ulikuwa unafuatilia mpira na unaujua mpira, ni kwa kuzitaka wao wenyewe. Kuna muda mwingine usimzoee refali hata kama atoi kadi. Unabidi utulie. Ila watu waliziforce, huyu kavua nguo, huyu kakaa kidogo anataka kumfundisha, akasema kadi ninazo, nalinda nizamu yenu nyinyi. Kwa hiyo mimi nadhani hilo mimi naona bodi ya ligi ya Tanzania inaenda vizuri. Dabi tusiwepo na kwamba katoka kwa nani, si kwa nani. Mimi nahitaji dabi wanatuletea marefali kutoka nje. Sawa, hapo. Kwa hiyo nyinyi kama mashabiki wa Simba mnaamini kabisa kwamba kwa kuletewa hawa marefa kutoka nje wataleta kile ambacho mnakitarajia nyinyi kwamba watachezesha vizuri, au kuna matarajio gani ambayo nyinyi mnayaona watayafanya marefa wa nje? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwanza, kitendo cha kuleta marefali wa nje, endapo atakuwa amechezesha vizuri, ni moja wapo marefa wa ndani kujifunza kitu, kwamba sisi tunakuwa tunakosea wapi. Kwa sababu wanapokuja kuchezesha dabi ndio sosi ya mipira ambayo tunaiongelea hapa. Dabi inanyanyuka. Especially msianze kwenda mbali. Hata kesho kuna dabi mbili. Kuna dabi hapa Tanzania, kuna dabi ya Uingereza, ambao unakutana, kuna Liverpool na Man U. Zile ndio dabi. Achana mambo ya Liverpool na Everton. No. Zile ndio dabi. Sasa tuna ya Simba na Yanga. Zina watoto, zina wazee, zina vijana, zina wanawake, zina wanaume. Zinanyanyua hisia za watu wengi. Watu wengi wanaonyanyuka wanahitaji faraja. Wanahitaji furaha, furahie wanachokipenda. Na mpira wengi huko kifuani. Sasa mtu anachezesha akiwa anajua hivi na hivi, mwisho wa siku watakuja kuvunjiwa nyumba zao. Mimi ninachotaka nikwambie ni kitu kimoja. Simba sisi yoyote refali anayotoka nje, tunajua viongozi wamechunguza sana hawa na Simba na Yanga. Simba na Yanga ndio wanaoharibu. Sio kusema sio, ni wanaharibika hapo hapo tu. Ndio nataka nikwambie kitu kimoja. Ili swala kama litakuwa linaendelea, mechi inayofuata ikachezeshwa vizuri ambao ni ya kesho, marefali wa hapa watazidi kujifunza, kwa sababu marefali wenyewe wanatakiwa wabadilike, waende kachezeshe nje. Unavyocheza mpira Tanzania hapa, kama unataka kukua, ni lazima utafute nafasi za kucheza nje, usibaki kwenye ligi hii kila wakati. Ndio maana uende ukavune kule helo zilete hapa, kama kina Bwana Samata, Thomas Ulimwengu. Wapo kibao ambao wako nje. Wanavuna pesa, wanakuja kuwekeza na jenga. Sio kama unanielewa. Hapa wamekuja wakina Chama, wanavuna hela wanaenda kwao kujenga. Sio kusema wanajenga Tanzania, wanaenda kujenga kwao, hela zinaenda kwao, zinalisha familia zao. Wakina Samata wanalisha familia zao, wanasaidia ndugu zao ambao especially wengi ni wa Tanzania. Ina maana mchezaji kutoka Tanzania akaenda nje, kuna manufaa ni mengi sana yanayotokea. Na refali akitoka hapa akaenda nje, hela anayoivuna nje ni kubwa kuliko anayoipata hapa. Ina maana anakuja kusaidia watu wengi. Kwa hiyo mimi nahitaji watu wajifunze mpira. Na tuache ile ya kuongeongea, tuangalie mpira uchezwe. Kama juzi nimekwambia dabi ilikuwa ni nzuri. Mpira ulikuwa ni mzuri. Ndio maana hata ile penalty ilivyoingia, angekuwa marefali wetu tuliowazoea, angeleta Simba na Yanga, angekwambia hataenda kwenye matuta hawa. Hata waende, yana anafunika tu. Sasa ukikuta watu wanajazba. Kwa mfano mimi nakwambia wazi, mechi ya Zanzibar tumeonewa. Goli lilikuwa la Mwalimu. Wakalikataa kwa ajili ya Simba na Yanga. Haya, kaja refali kutoka Kenya, kachezesha vizuri. Dakika za mwisho, bado dakika 1 au dakika 2, mpira uishe, wanafanya makosa ya kizembe ambayo yalionekana dhahiri shahiri. Refali anaweka tuta, anaona ni halali. Hii ni kizulumu, nafsi yangu itanisuta na mimi nitakuwa napoteza urefali wangu. Au Simba tungeingia uwanjani. Maka kitendo kile mimi niko uwanjani. Mimi nilikuwa nanyanyuka naingia uwanjani pale. Kama ningekamatwa nilikuwa nakamatiwa hapo hapo. Asingeweka penalty pale. Mimi nilikuwa nakamatwa hapo hapo. Yaani hizo vurugu nilikuwa nazifanya. Dhahiri shahiri nilikuwa nafanya vurugu tu.
Kwa sababu nilikuwa nafanya vurugu kwa kutetea haki yangu, kwamba mwanzo nimezulumiwa hapa Zanzibar na leo inatokea nazulumiwa Zanzibar, unategemea nini? Si bora nitaenda kujitetea, nitaambia rudia, muangalie kilichokuwa kinaendelea. Basi Tanzania au taifa lenyewe lingenitoa huko kwa ambao wangenipeleka, lakini vurugu ningefanya. Na ndio maana Yanga ameangalia akaona hii ni kweli. Ni mistake tumeze. Umeona Yanga wana nini wanakataa? Wamekubali, mambo imetokea. Tunasubiri dabi nyingine yao wa Morocco walioingia. Wachezeshe vizuri. Na wenyewe ni binadamu. Wanaweza kana makosa ya kibinadamu. Unajua makosa ya kibinadamu tuyavumilie. Lakini kuna makosa unayoona sio ya binadamu. Ni ya uonevu. Sisi tunahitaji watu wafurahie mpira. Wewe unaonea, unategemea nini? Kwa hiyo mimi nataka nizidi kuwaambia na kuwaomba Tanzania tufuatilie mpira. Tusiwabeze sana marefali wetu. Ila dabi waondoe Simba na Yanga. Ni marefali wazuri. Wakiondoa Simba na Yanga wakawa askari. Nimekwambia wanabidi askari. Askari amesaini kwenye mikataba yao kumkamata mhalifu wa aina yoyote bila kujali ni babake au mamake mzazi. Sasa na wao wakisema sisi tunaenda kuchezesha mpira, hatutadili na Simba na Yanga, tutasimamia sheria za mpira. Marefali tunao wazuri sana. Sijui kama umenielewa. Hapo nimekupata vyema kabisa. Bwana shukrani sana. Ila mimi swali langu la uzushi kidogo mwishoni, kuelekea mchezo wa kesho, wewe unautabiri vipi mchezo wa kesho? Mchezo wa kesho mimi naweza kukuambia kitu kimoja. Aliyokuwa amefunga mipaka ya Simba ya kutofanya maajabu kwenye nchi hii kafunguka. Sisi wengi, mimi naweza kukuambia na naomba iende. Kuna muda tulikuwa tunafungwa na Yanga kwa sababu quality ya wachezaji wazuri tulikuwa hatuna. Tusipende kuongelea kuficha vitu vingi sana. Tulikuwa tunafungwa na Yanga. Wengine watahamia kwenye onevu, kwenye vitu gani? Hapana. Quality ya wachezaji tulikuwa hatuna. Tukisikia kesho tunakutana na Yanga tunaanza kujiogopa. Kwamba tunafanyaje mwisho wa siku tunapigwa magoli kibao. Sasa hivi quality ya wachezaji tulionao, ndio maana uliona Zanzibar tunatoka kule tumezulumiwa tukasema tunamtaka muda wowote kwa sababu tuna quality ya wachezaji wa hali ya juu. Quality tulionao sasa hivi hatumhofii Yanga. Tunakutana naye muda wowote tunaenda kumfunga. Kwa hiyo hata mechi ya kesho kwa wachezaji nilionao, na Yanga wana wachezaji wazuri lakini wa Simba ni zaidi ya wa Yanga. Mimi naamini kinaenda kutokea ni kilichotokea Zanzibar. Na pale tuko nyumbani. Na vile mjue kwamba pale Meja Samuel hamnaga mageti ya kutokea nyuma. Ukienda kutokea huko unakutana na bunduki. Ukienda kuingia huko unakutana na mizinga. Mtanyoka kwenye mstari mmoja. Attention atizi unarudi ulikotokea. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja, wanaenda kufa tena nyumbani pale. Kwa sababu sisi ndio uwanja wetu wa asili wa nyumbani. Yanga alitopeleka kule Zanzibar sio asili unajua. Asili yao kama angekuwa anaongea kipindi wako Azam ingekuwa ni ya kwao. Wangekuwa KMC sawa. Zanzibar. Wanatuambiaje Zanzibar wapi? Wanatuambiaje Zanzibar nini? Walienda kwa kujiaminisha kupitia nini basi. Lakini tukirudi nyuma, mimi nategemea mechi itakuwa nzuri kama ilivyokuwa juzi. Ubora wetu na maamuzi ya wachezaji wetu ukatupa ushindi. Na kesho tunaenda kupata ushindi. Amini hivyo. Tunaenda kupata ushindi. Ukimsikiliza kocha wenu anasema kwenye mechi hii tusipochukua alama 3 basi ndio za ubingwa itakuwa mtimisha hapo. Kwako hii kauli ya kocha wenu unaichukulia? Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Ama kocha wanavyokuwa wameajiliwa na vilabu husika, wanavaa uzi wa Simba au wanavaa uzi wa vilabu husika. Hakuna mwana Simba yoyote mwenye akili timamu kuanzia bodi ya Simba nzima, viongozi kwa ujumla, mashabiki kwa ujumla, akwambie tunaenda kufungwa na Yanga. Atakwambia ni lazima tunaenda kushinda. Ukiona mtu anakuambia tunaenda kushinda, ujue basi kuna kitu anakitafuta kwenye media za watu au kaweka bando la Abukujero anataka kuongea chochote alichokiona. Lakini nataka nikwambie yule ni kocha wa Simba. Aishachungulia kwamba vyovyote vile tukipigwa tu na wana Yanga ndoto za ubingwa nafanyaje? Napoteza. Yule ndio kocha. Kashaangalia, anajua wachezaji wake walivyo, anajua mechi zilizobakia ni ngapi.
Kwa hiyo mimi ninachotaka niwaambie, yuko sahihi. Usahihi wake anaoonyesha ina maana sisi pointi 3 tunazitaka. Na sisi tunamheshimu. Tunaheshimu mchezaji moja aliyoko Yanga. Ila sisi tutatumia madhaifu yao walionayo kuweza kupata pointi 3. Tunajua madhaifu yao yako wapi. Hata mwalimu alivyokuwa uwanjani kipindi wale wanacheza na Azam, watu wakajua anaipenda Azam, anapenda Yanga. Alienda kuwasoma na ndio aliwapiga penalty. Leo na penalty ile haijapigwa tangia ligi inaanza. Kwa sababu kaanguka huku, mpira umekaa hapa. Professional. Na vile tukawapoteza maboya. Wakazana anaenda kupiga Chama au atapiga Kapombe au atapiga nani? Mtoto kishaandaliwa ametulia tu. Anashika mpira anataka ana papara. Na kesho ndio kinachoenda kutokea. Kwa sababu unajua tushatoka kwenye mchezo. Yanga mimi najua hajai kutulia hata siku moja. Wanasema mechi ya kisasi. Mechi ya kisasi? Wapi? Al-Kisasi yako? Wapi? Kwetu sisi tutawaua kesho. Mimi nakwambia wala njia. Mimi nakwambia, mimi kesho ndakuepo uwanjani. Mimi kesho nipo uwanjani. Siwezi kuahidi vitu vingi kusema kwamba hivi na hivi, lakini mimi nakwambia kesho tunaenda kuchukua pointi nyingine. Wala hawezi kutufunga. Hamna labda ambulie na yenyewe hawezi kuambulia draw. Pale ni nyumbani unajua. Unajua wamezoea njia zao za kupita. Pale hamna njia ya kupita. Njia ni ukienda huku utakutana na bunduki. Huku nyuma mizinga. Huku 3 attention atizi rudi ulikotokea. Unaenda wapi? Unapajua pale? Pale kuna gwanda. Sasa sisi tumepazoea. Sisi nyumbani pale. Kila mtu atamba nyumbani kwake. Ndio tunaenda kutamba pale. Sasa anatokea wapi hapo? Tunamaliza. Bwana, shukrani sana ndugu yangu. Asante.